Hello. Yes, mambo vipi? Karibu tena katika somo lingine la leo ambalo ni somo la kuitizama printer nyingine. Printer kampuni ya Epson. Epson namba L850. Epson namba 850. Hii hapa. Yes, ni bonge la mtambo, ni bonge la mashine. Kwa hivyo tunataka leo tuichungulie nayo ina tatizo gani. Kwa maelezo ya kutokea kwa mteja ni kwamba anasema haiwezi kuvuta karatasi, ama ikivuta karatasi haiwezi kuiendeleza. Sasa nikauliza hatua za awali zilizofanyika. Majibu niliyopewa ni kwamba ilibadilishiwa pickup lakini bado ikaendelea kufanya vile vile. Sasa tuipe umeme, tuiwashe ili tuweze kuona kama kweli hilo tatizo lipo ama ni nini kinachotakiwa kufanyika. Tayari nimeipa umeme, nimewasha. Cha kwanza kabisa tunachotakiwa kukiangalia ni movement ya head kwa ndani. Baada ya kuiwasha, lazima tutizame movement ya head ikoje. Kama unaweza kuona movement ya head tayari inafanyika na kuna ishara za kuonesha kwamba kazi iko inafanyika, kufanya configuration nzuri ya uwakaji. Yes, mzunguko uko kisahihi kabisa. Na baada hapo imepause. Maana yake imepause, inasubiri huku kuweza kucommand copy iweze kuanza kutoa copy. Okay? Tafunika, hakiki kama kuna karatasi haimo. Basi naweza nikaweka karatasi hii yenye maandishi kiasi. Japo karatasi ambazo nazitumia kwa huku ni karatasi ambazo tayari ni used, naweza nikaweka karatasi moja ambayo haijatumika ili tuweze kuchukulia kama mfano. Natakiwa kuhakiki kwamba kweli akitoa kopi ama kiprint haiwezi kufanya kile ambacho kinapaswa kufanyika. Sasa ili niweze kuhakiki hayo, tunatoa kopi. Toa kopi black and white, tuitoe kama black and white japo ni colored. Then nita command copy. Tatizama upande ule wa ile tray kuona kama karatasi itavutwa kweli. Karatasi imevutwa. Printer inasikika kama iko inaandika, lakini karatasi sioni kama ikijongea. Naweza nikafungua hapa. Kwa kawaida hizi mashine ukifungua kifuniko chake inakwambia kwamba umefungua kifuniko, kwa hiyo inataka kwanza ufunike kifuniko ili iendelee kufanya kazi. Sasa nitakachokifanya ni kuweka kikaratasi kwenye sensor hiyo ambayo ina detect hivyo. Na printer hapa inaonyesha tayari iko inaendelea kutoa copy, lakini karatasi haipo kabisa pale ambako inatakiwa kutembelea ili iweze kufanyaje? Kuandikwa. Na baada hapo inaunguruma kwa kasi zaidi, nafikiri unaweza kaisikia. Mwisho wa siku huku imeleta paper jam, message ya paper jam. Taionaje? Niweze kuopen hii kamera. Paper jam imeandikwa hapa. Kama unaweza kuiona kuna paper jam. Yes. Nafikiri unaweza kaiona. Japo kuna reflection kubwa sana. Sasa inaonyesha kuna paper jam, wakati ukiangalia huu mkaratasi haionekani kuwepo. Kwa hiyo ni issue ambayo lazima tuangalie kwa nini inakwama karatasi hivyo. Tukichungulia humu ndani karatasi haimo na hakuoneshi dalili yoyote ya kuwa na karatasi. Kwa hivyo lazima tuende kwa process nyingine sasa, kwamba kwa nini nasema paper jam. Mafikirio ya awali nitafikiria kwa nini imeweza kuivuta walau kiasi. Yaani inaonesha dalili ya kwamba ilikuwa inahitaji kuipeleka karatasi kabisa, bado ikafeli. Kwa nini imefanya hicho kitendo? Nafikiri unaweza kuona karatasi iko half. Yes, karatasi iko half hapa, iko nusu, maana imevutwa kwenda ndani lakini bado ikashindwa kuendelea na mjongeo. Nitakachokifanya ni kuhakiki karatasi hii wakati inavutwa kuna damage yote inaonekana. Nikijaribu kuangalia kwa hapa, sema reflection ya mwanga inakuwa ni kali sana kwa upande wa hizi karatasi nyeupe. Kuna kama kinundu fulani hivi kinaonekana kwa hapa. Naweza nikatesti kutoa kopi tena ili tuone kama karatasi itashikwa tena na kuvutwa, alafu ibaki half. Nitazuia hivi ili uweze kuona. Kwanza huku kuna paper jam. Haiwezi kufanya chochote bila kuwa imeondolewa hiyo paper jam. Maana yake ni kuzima mashine na kuiwasha tena. Nimeizima mashine, then nimeiwasha tena. Tuisubiri kidogo imalize mzunguko wake wa uwakaji.
ili tuweze kutoa hapa. Kwa hivyo unapokutana na mashine kama hii ambao inavuta karatasi, lakini karatasi inaonekana kabisa imechukuliwa, ila haiwezi kuendelea na safari, na unasikia movement ya head kama inafanya uandishi, manake karatasi kweli imechukuliwa, imefika mpaka kwenye sensa, lakini imeshindwa kuendelea na uandishi, kitu ambacho kinamaanisha kuna kitu ambacho kinaweza kikaa kimezuia huku, ama pickup yenyewe ikawa inashindwa namna ya kuishika karatasi na kuimalizia mzunguko wake. Kwa hiyo ni mafikirio unatakiwa kuwa nayo kabla hujaweza kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo lazima uhakikishe kwamba unatafuta maamuzi kwanza ndio uanze kufungua mashine. Kwa hapa hata tukichungulia kwa huku hatuna uhakika wa kukiona hicho kitu, kwa sababu sehemu ambako inatakiwa kukaa karatasi ni mbali zaidi na sehemu ambako hicho kitu kinaweza kukaa. Tutaweza kujaribu tena kutoa copy black and white. Starting copy, hapo imestart. Fanya hivi ili uweze kuona karatasi inavyochukuliwa, ibaki kipande, yani ibaki nusu. Karatasi imechukuliwa, lakini inaonekana inazunguka huku chini. Inasikika inazunguka, ili hali haipo inaandika chochote. Kama unaweza kuona, karatasi imevutwa nusu, huku inaendelea kuhangaika kama inaandika, lakini huku karatasi imebaki nzima nzima. Na ina mungurumo mkubwa wa kuashiria kama karatasi imekwama, kitu ambacho inalazimisha kuivuta ile karatasi, lakini mwisho wa siku imeshindwa kufanya hivyo. Sasa tutaifungua hatua kwa hatua ili tuweze kuona. Printer za aina hii, yani kwa printer za L850 huwa zina process ndefu sana ya ufunguaji. Kwa hiyo unatakiwa kuhakikisha unaenda kwa ustaarabu na kwa umakini wa hali ya juu. Ukifanya bla bla utakutana na cha mtema kuni, kwa sababu utakavyoifunga kwa baadaye inaweza ikakuzingua tena kuwaka, au ikakuzingua kitu chochote, ikakuandikia vitu ambavyo wewe mwenyewe utabaki umeshangaa. Kwa hiyo jitahidi sana kwamba unifuate hatua kwa hatua mpaka pale ambapo nitakuwa nimefikia mwisho wa kuifungua, ili uwe umepata somo zuri sana. Nati zake zinaanzia humu ndani. Kwa hiyo nitaanzia humu ndani kufungua. Kuna baadhi ya maeneo hutoyaona vizuri, hizi karatasi niziondoe, lakini lengo na dhumuni ni kuhakikisha tunaona kwanza kile ambacho tunakifikiria kwamba ndio tatizo. Okay, baada ya kufungua hizo nati za hapo, kuna nati zingine zinakaa kwa nyuma huku. Hichi kinatoka, unabonyeza kwa huku pembeni, unapandisha tu juu hivi, kuna kadude ka kubonyeza hapa. Kika press kiasi tayari inaruhusu kiweze kutoka, si kwa kutumia nguvu sana. Kwa hivyo ukikutana na printer ya namna hii unatakiwa kuifanyia service, basi service yake ndio hiyo. Service yake inaanzia kwa namna gani unaweza kufungua vitu. Si tu kwamba unaweza kufanyia service tu afu hujui kufungua vitu vizuri, unaitwa tapeli. Okay. Hapa tayari scanner tumeifungua upande wa juu, kwa hivyo inaweza kutupa nafasi ya kuona kile ambacho tunaweza kaendelea nacho kukifungua. Nati nitazidumbukiza humu. Yes. Nifuate hatua kwa hatua bila kumiss point, kwa sababu utakapojaribu kuskip video au kuisogeza mbele, hapo ndipo utakapopoteza uwezo wa kuelewa kile ambacho na kueleza ni nini. Kama una changamoto ya printer kama hii, unaweza kujifunza hapa. Ama kama unahitaji kufanya hii kitu kama kazi yako, basi ni wakati wako wa kujifunza. Jifunze na Electronics Repair Class TZ. Usisahau kusubscribe ili tunapoweka vitu hewani uwe unapata nafasi ya kuona, hata kama unaamini havikuhusu, lakini vinaweza kukusaidia kwa baadaye. Kwa sababu unaweza kukutana na tatizo, ukatakiwa kwenda kumueleza fundi tatizo ulilonalo, lakini sasa ukawa hauna maelezo ya kutosha. Lakini kwa kuwa utakuwa unafahamu unachoenda kumueleza ni nini fundi, ni rahisi zaidi wewe kuwa na uhakika wa kufanyiwa kazi kiprofessional, kwa sababu tayari fundi anaamini. Lazima uondoe waya wa moto, usije ukajikuta unaipigisha shoti. Fundi ataamini kwamba wewe ni professional kulingana na maelezo yako unayompa, lakini pia utarahisisha kazi, kwamba fundi atakuwa hana kazi kubwa sana ya kufikiria matatizo ni nini, kwa kuwa tayari unakuwa ushaona kwamba kupitia Electronics Repair Class TZ uliona ni namna gani ambavyo huwa tunafanya ili tupate
matatizo kama haya. Kwa kuwa ni matatizo ambayo yanaonekana yapo katika printer zilizo nyingi tofauti tofauti. Inaweza kawa sio printer kama hii 8050. Ikawa sio kama hii 850, lakini matatizo yanafanana. Kwa hiyo idea zako tu ndo zitakufanya wewe uweze kuwa na maelezo sahihi au kuelewa kabisa kwamba changamoto yako iko wapi. Umeona? Lakini pia inakufundisha kwamba hata kama unaweza kuwa wewe ni mfanyabiashara tu, una printer za hivi, umemwajiri mtu, inaweza kukusaidia unapoelewa au kupata ujuzi wa namna hii, inaweza kukusaidia kumwelekeza mtu ambaye umemwajiri kwamba bwana, kuwa makini na maeneo haya au na vitu hivi visiingie maeneo haya au sehemu hizi. Kwa sababu mafikirio yangu yanawaza moja kwa moja kuna kitu kipo humo ndani ambacho kinazuia hili swala la karatasi kupita. Sasa kama kipo, lazima ujiandae kwamba kumbe kuna muda unaweza kupata matatizo, ukajikuta katika wakati unapoenda kurekebisha au matatizo yako haufahamu kabisa tatizo, yani dalili au shida kabisa ni nini. Kitu ambacho ukikutana na tapeli utajikuta umepigwa. Kwa yule ambaye ni mtumiaji tu utajikuta umepigwa, kwa sababu atakuchaji bei anayosikia yeye, kulingana na kwamba haufahamu chochote kile ambacho kinaendelea dhidi ya hizi printer. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Hatuna maana ya kutaka kushusha soko la mafundi, ila tuna maana ya kujaribu kujazana ujuzi. Sasa kwa kuwa tumefanikiwa kuweza kuifungua kama hivi, tunaanza kuchomoa waya. Unahakikisha unauchomoa waya kwa umakini. Hizi connector, hizi cable ni cable ambazo zinaenda moja kwa moja mpaka kwenye head. Kwa baadhi ya printers zilizotangulia, baadhi ya tutorials zilizotangulia, nafikiri tutakuwa tayari tunazifahamu, hasa katika video ile ambayo tulielekeza namna kufanya kuassemble ile Epson 3251 ama 50. Zi cable unazifahamu. Okay. Tunahakikisha tuna disassemble ama tuna disconnect waya zote. Kwa ndani humu kuna nati, unazifungua. Naendelea kusisitiza kwa wale wote mafundi ambao wamejiwekeza katika fani ya ufundi, usiseme kwamba wewe ni fundi simu na utabaki kuwa fundi simu pekee. Hapana. Jaribu kujifunza na vitu vipya. Huwezi jua ni lini utaweza kuvitumia. Kwa sababu mimi mwenyewe nimejifunza mambo mengi, na ikitokea katika kipindi fulani maokoto hayatokei katika kazi fulani, basi na kazi huwa zinatofautiana na nyakati. Simu zinaweza kuwa nyingi kwa wakati fulani, na simu zikaondoka zikaja printer kwa wakati fulani, zikaondoka zikaja kompyuta kwa wakati fulani, au zikawa zinakuja na kubadilika mchanganyo. Kwa hiyo unatakiwa kustiki kwenye kitu kimoja, unatakiwa kujifunza vitu tofauti tofauti. Hii itakusaidia kuweza kuhandle matatizo ya kiuchumi, kwa sababu tayari kisha kuwa na kipaji ama fani kama hii, inawezekana tunaweza kusema kwamba wewe ni tajiri, lakini haujaamua kuchukua utajiri wako. Okay. Sasa huo ni ushauri. Hii hatua tumeshaifikia ya kufungua. Kuna baadhi ya watu hapo wanajiuliza kwamba sasa mpaka sasa hivi mbona wewe sio tajiri? You never know. Okay. Tumefikia hatua ya kuifungua mpaka hapa. Tunatakiwa kuondoa hichi housing kikubwa kwa umakini kabisa na kwa utulivu, bila kuvunja chochote wala kuharibu. Housing hili kubwa ambalo limebebana na kadi yake. Kadi ya hii printer ni hii. Nafikiri ni kuoneshe kadi ya hii printer. Kadi ya hii printer ni hii. Hii ndio kadi ya hii printer ambayo ina control kila kitu kwenye hizi printer, ambayo tunaita ni printer kadi. Kwa hivyo tayari tumefanikiwa kuifungua. Sasa tuna nafasi ya kuaccess kitu ambacho kinaweza kikawa kiko maeneo haya, kwamba ni kitu gani ambacho kinazuia hili eneo lisiweze kufanya kazi inavyotakiwa. Nikijaribu kuchungulia kwa humu sioni chochote ambacho kinazuia. Kwa hiyo inamaanisha kwamba nifungue hapa. Nifungue, niondoe kabisa ili niweze kuhakiki kwa utulivu, ama ikiwa haiko kwenye
chassis yake. Hizi ni hatua za namna ya kuifungua. Kesho kutwa utahitaji kuifungua wewe mwenyewe. Kwa hiyo usije ukajikuta kwamba unasema haujui chochote cha kufanya. Electronics Repair Class TZ tutakuja na vipindi vyote vya mafunzo ya kompyuta, printer, photocopy machine pamoja na simu. Na lengo ni kuhakikisha kila mtu ana uwezo wa kupata idea na ujuzi walau wa kufanana ama uwe professional kabisa. Okay. Ndio, sasa baada ya kuifungua hiyo hizo nati tunatakiwa kuiondoa hiyo tray. Hiyo ni tray ambayo kazi yake ni ya kushikilia karatasi wakati wa uandishi. Tunatakiwa kuiondoa hiyo tray ili tuweze kuona kwamba kuna kitu ambacho kinazuia ama ni nini kinaendelea. Okay, tray bado imeshikwa na nati hapa. Yes. Imeshikwa na nati. Na nati iko maeneo haya. So tutaifungua. Tray iko open. Yes. Carefully na kwa utulivu. Lazima ufanye kwa utulivu na very careful. Yes. Kuna lock hii hapa, hii inakuwa inashikilia maeneo fulani hivi hapa kwenye pump. Kwa lazima ujaribu kuivuta kwa ustaarabu. Okay, tukiangalia hapa pickup inaonekana kweli ni mpya na mzunguko wake umekamilika, uko sawa. Haionyeshi dalili yoyote ya kuwa pickup zina shida. Sasa kwa nini karatasi hazipiti baada ya kutoka kwenye pickup? Kwa sababu pickup ni hii. Karatasi zimekaa hapa. Inaonekana karatasi imepita kabisa mpaka huku, lakini haiwezi kuendelea na mchakato wa uandishi. Ni nini kinazuia? Tajaribu kuinua tuchungulie hapa karatasi ambako inaelekea. Karatasi, oh my god. Karatasi inakoelekea nafikiri kuna kitu unaweza ukakiona pale. Kwa kitu inaonekana kimeziba hapo. Kama unaweza kuona hapa, kuna kitu ambacho kimezuia. Nijaribu kukiondoa, halafu tupate uhakika kwamba kweli kilikuwa kimezuia. Twiza, where are you? Okay, come here. Thank you. Okay. Haya. Kitu ambacho kinaonekana kuwa ni tatizo ni hichi hapa. Hichi ndio kidude ambacho kimeingia. Hiki kinaonekana ni kiboksi fulani hivi. Tena hichi kiboksi inawezekana kimetoka kwenye boksi hili analolitumia kwenye hii boksi ambalo linatumika kubebea hii printer. Kwa sababu wakati wa ubebaji kuna boksi zinakaa juu yake ambazo hizo boksi zinaweza kukatika kipande cha hivi. Sasa katika kipande cha hivi kikadumbukia humo tayari ni tatizo. Kwa hiyo hichi kipande ndio kilikuwa kinasababisha karatasi inaingia huko lakini inashindwa kuendelea na movement kwa sababu tayari imekwamishwa. Hivyo kumbe hatuna tatizo katika upande wa pickup. Kweli pickup ni mpya, zilishawekwa vizuri, lakini shida ni hichi kiboksi kidogo ambacho kilikuwa kimezuia karatasi isiendelee na movement. Kwa hivyo hapo unakuwa umelitibu tatizo. Kilichobaki ni kuifunga na kuiassemble uweze kuhakiki kwamba kweli umelitibu tatizo. Kwa maana gani? Karatasi hiyo umeiondoa. Okay, najaribu kurekebisha hapa kulipohama. Baada hapo nirudishe pickup. Tuifunge hii tray. And then tuweze kutesti. Tray imerudi mahali pake. Hakikisha kila kitu kiko kwenye position yake. Usifanye bla bla. Don't rush. Okay? Sijaribu kulash kazi. Nafikiri kuna sababu kwa wale waliosema kwamba maliza kazi yote tuhakiki. Sasa tunaelekea kumaliza kazi yote. Ingawa tuhakiki kabisa hata kwa kuiwasha. Oh no. Nataka kuifunga huko kabla
Oh no, maelezo yote niliyotoa hayakuwa yanachukuliwa kwa sababu nijikuta kumbe nimemute mic wakati napokea simu. Anyway, ni kwamba tayari karatasi inapita. Sawa. Okay, tumeiwasha printer, imewaka. Hiki sijui kama hakitogonga, lakini kinaonekana kiko kwa chini. Yeah. Kinaonekana kiko kwa chini. Okay. Tusubiri kwanza movement ikamilike, then tujaribu kuprint, kutoa copy tena kama ambavyo tulifanya mwanzo. Inaendelea kufanya mzunguko wa kujifanyia configuration yenyewe, kwa hiyo tusiwe na haraka sana. Tuisubiri kidogo iweze kupause, alafu baada ya hapo tutaweza kutesti tuone majibu yake yatakayotokea ni nini. Hapa inafanya kama inajifanyia deep cleaning kidogo. Ni kawaida ya hizi printer pale ambapo unakuwa umeizima na kuifungua, kuitolea kabisa umeme moja kwa moja, yani ka disconnect wire wa power supply, tayari inajifanyia kama kuchaji wino, tunaita ina charge wino. Hapo tayari imepause. Imepause, iko tayari kwa ajili ya kazi. Sasa kaweka karatasi ili kuweza kutoa copy. Card starting copy. Yes, je, itavuta? Yes, imevuta.
imepiga alarm kuashiria kwamba haujafunika ili housing lake, ambapo sensa yake ni hii. Kwa hiyo nitaishikilia hii sensa, itaanza kuandika karatasi. Nafikiri unaiona na tayari iko inachalazwa maandishi. Kwa hivyo tumeweza kutibu ile tatizo la kukwamisha karatasi na kutoweza kabisa kuiandika hiyo karatasi ama kuipitisha karatasi ili ije kuandikwa, kwa kutumia mbinu ya kuhakikisha tunakagua kwa nini karatasi haiwezi kurudi na kupita mahali ambako kunatakiwa kupita. Karatasi imetoka hii hapa. Hii ndio karatasi ambayo imetoka na iko vizuri, imeandikwa kama ilivyotakiwa kuandikwa. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Sasa kilichobaki ni mimi kuifunga vizuri, kila kitu kikae mahali pake. Conclusion. Printer hii tuliona mwanzo ikiwa inaonekana kuwa na ugumu wa kuweza kuivuta karatasi. Na sasa tumehakikisha tunakagua kwa nini karatasi hiyo haipiti. Kitu ambacho tumekiona ni kikaratasi kidogo ambacho ndio hichi hapa, ambacho kilionekana kubana maeneo ambako karatasi inatakiwa kupitia. Kwa fikra za haraka haraka, mwingine angewaza pickup ndio tatizo. Lakini pickup ni mpya, na kwa maelezo ya mteja alishasema pickup zimewekwa mpya. Kwa hiyo kumbe hakukuwa na sababu ya sisi kuwaza kwamba tunatakiwa kuweka pickup, zaidi ya kufikiria kwa nini karatasi haiwezi kuendelea na kuenda kuandikwa. Na pale inapoonekana imevutwa karatasi, inafika kwenye sensa na printer ina sense kwamba karatasi ishafika mahali pake, inaanza kumove kama inaandika. Lakini matokeo yake ni kwamba inamaliza mzunguko wake wa kuandika kabla ya karatasi kupita. Kwa hiyo inazunguka kwa spidi kuashiria kwamba karatasi imekwama, mwisho wa muda inasema paper jam. Kwa hivyo unatakiwa kuhakikisha kwamba unafahamu matatizo jinsi yalivyo ya printer hizi tofauti tofauti. Hautaki kukariri matatizo ama tatizo moja kwenye printer moja tu. Tatizo hili unaweza kulipata pia kwenye mashine nyingine, namna kuisolve ikawa kama hivi ama ikawa tofauti kabisa. Hii ni Electronics Repair Class TZ. Hope kwamba umeenjoy na video hii. Basi naomba subscribe kama ilivyo kawaida, na unaweza ukashare kwa watu wengi sana, ili tuweze kupata wafuasi, tuweze kuisupporti ama muweze kunisupport katika channel hii. Lakini pia hiyo itanipa moyo wa kuendelea kutengeneza content nyingi zaidi za namna hii. Electronics Repair Class TZ, we are for you. Bye.